Mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee. Hatua ambayo inafuta kichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile vile utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika na serikali imeendelea kuimarisha uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 2025 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, ambapo mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa rushwa ni adui wa haki, na mlifurahi sana mlipomwona mkurugenzi mkuu wa kupambana na rushwa na hatani. Sasa kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo kwa maendeleo, serikali imeongeza nguvu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Jitihada hizo zimeiwezesha Tanzania kushika nafasi ya pili katika ukanda wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya 14 kwa nchi za Afrika kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya Transparency International ya mwaka 2024. Katika kipindi hiki tulidhibiti na kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 211 milioni 900 na kuzirejesha serikalini kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa. Aidha, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 35 milioni 688 zikijumuisha nyumba, viwanja na magari na fedha taslimu shilingi bilioni 1.17 zilitaifishwa. Na katika jitihada hizi, nitoe rai kwa Watanzania kuendelea kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutimiza ipasavyo wajibu wake kwa mhimili wa dola wa kutunga sheria. Katika kipindi cha uhai wa Bunge la 12, kulipitishwa miswada 60, maazimio 922 na vile vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa. Hakika mmefanya kazi kubwa, kwani michango na ushauri wa bunge hili umekuwa chachu kwa baadhi ya hatua tulizochukua au zilizochukuliwa kwenye mabadiliko ya kisera, kisheria na kiutendaji yaliyofanywa na serikali. Serikali iliongeza kiwango cha mfuko wa jimbo kutoka shilingi bilioni 11 kwa mwaka 2021-2022 hadi shilingi bilioni 15.9 kuanzia mwaka 2020-2023 hadi sasa, ili kurahisisha utendaji wenu majimboni na kuchochea maendeleo. Ni matumaini yangu kwamba fedha hizi mlizitumia vyema katika kuwaletea wananchi maendeleo. Vinginevyo wakati ni sasa. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu ndio mazungumzo makubwa nchini kwa sasa,
niseme kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatangaza hivi karibuni tarehe ya siku ya uchaguzi. Zoezi la uandikishwaji limeshakamilika nchi nzima. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekamilika kwa awamu mbili kama ambavyo sheria imeelekeza. Sote tumeshuhudia mwitikio mzuri wananchi kujitokeza kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura, na ninawapongeza wananchi wote kwa kujitokeza kwao. Tunatarajia kwamba tume itatutangazia pia idadi ya wapiga kura. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wajumbe, mtakubaliana nami kwa uhuru wa habari na uhuru wa watu kutoa maoni yao umeongezeka. Majukwaa ya kutolea habari nayo yameongezeka tofauti na hapo awali. Sasa hivi kutokana na kukua kwa matumizi ya mtandao na kuongezeka kwa majukwaa ya kidigitali, habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandaoni 325 na blogs 72. Tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalamu Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii, au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi, tutaendelea kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote.